Isije ikawa ni kitu ya kumharibia rais kura, sababu sisi tunajua tunaelekea wapi. Na isije ikawa tunafanya vitu, hatufanyi vitu kama siasa. Sisi tunataka haki yetu, sababu tumeketi pale zaidi ya miaka 30 na sasa tunaambiwa tutoke pale tuende katika ile eneo tunaambiwa la custom la miaka 2. Na la kusikitisha, pale ni pakubwa sana, ambapo kama ingekuwa ni serikali ingekuwa inataka kutusaidia kufanyia watu kazi, ingekuwa imepeana uwanja mzima, ukajengwa stage na ukajengwa na vibanda za biashara. Waendesha matatu, wachuuzi na wafanyabiashara wengine wanaofanya shughuli zao katika kivukio cha Likoni wanafanya mkutano wa maandalizi wa kuandaa maandamano ya kupinga mradi wa uboreshaji wa shilingi milioni 400 unaotekelezwa na mamlaka ya bandari ya Kenya katika eneo la kivukio la Likoni. Na wale wengine wameeleza wasiwasi wao kuhusu athari za mradi huo kwa maisha na riziki zao, wakisema kuwa watu wengi wanaotegemea shughuli za biashara katika kivukio hicho wameachwa na sintofahamu kuhusu mustakabali wao. Sasa mimi nauliza hivi, chairman wetu, nauliza kwamba sasa mna mwelekeo gani ambao tutachukua kama sisi watu wa pale mahali pale ndani. Akizungumza wakati wa mkutano huo, mwenyekiti wa waendesha matatu katika kaunti ya Mombasa, Abdalla Kadi, aliwataka wakazi wa Likoni kuepuka mgawanyiko wa kikabila, akisisitiza kuwa Likoni ni makazi ya watu kutoka jamii mbalimbali. Ningependa kuambia kabila zote tofauti ambazo ziko hapa Likoni wafurahi na wajidai na wainuke na nguvu, wakijua wanatetea haki zao za Likoni. Hapa si kwa mtu, hapa si kwa kabila, hapa si kwa mtu binafsi, hapa ni kwetu sote. Naongea hivyo yule aliyekando aisikie, ajue yeye kama anataka kutugawanya ameshindwa. Sisi tuko tayari. Kadi alisema kuwa walioathirika zaidi na mradi huo ni waendesha matatu, wachuuzi wa bidhaa mbalimbali, wauzaji wa sokoni na wafanyabiashara wadogo wanaotegemea shughuli za kila siku katika kivutio hicho kupata kipato. Wanaokuwa affected pale ni watu wa matatu, watu wa biashara ndogo na wenye maduka. Lakini nataka nikwambie, sisi kama viongozi wenu hatujui kinachoendelea pale. Tuko pamoja? Hatujui chochote, na kama sisi viongozi hatujui chochote, nyinyi tunawakilisha tutawaambia nini? Sasa basi tumekuja hapa kuwaambia, na hii ni matayarisho na kuulizana, tushikamane soteni kwa pamoja. Tuna hiyo vuguvugu yenye tunaileta, hatutasema tarehe kamili, lakini tuta freeze. Hakuna gari itafanya kazi, hakuna biashara zitafanyika pale mpaka tujue haki yetu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa wachuuzi Henry Kiragu alieleza wasiwasi wake kuwa ni kutotekelezwa kwa makubaliano ya awali kati ya wafanyabiashara na serikali. Majina, mimi ni Henry Kiragu, chairman wa Hawkers Likoni Mainland. Hii maneno ijulikane paka juu, ili isije ikawa ni kitu ya kumharibia rais kura, sababu sisi tunajua tunaelekea wapi. Na isije ikawa tunafanya vitu, hatufanyi vitu kama siasa. Sisi tunataka haki yetu, sababu tumeketi pale zaidi ya miaka 30 na sasa tunaambiwa tutoke pale tuende katika ile eneo tunaambiwa la custom la miaka 2. Na la kusikitisha, pale ni pakubwa sana, ambapo kama ingekuwa ni serikali ingekuwa inataka kutusaidia kufanyia watu kazi, ingekuwa imepeana uwanja mzima, ukajengwa stage na ukajengwa na vibanda za biashara, ingekuwa inasaidia hata Likoni katika haya maeneo. Kwa hivyo ule mradi umewekwa pale, Nkambe sisi tunaambua tu tuende pale, tukishafika pale miaka 2 ikiisha tu hakuna kurudi Rivers, itakuwa kwa mradi wa huku umeanza ambao utakuwa ni wa miaka 6. Kwa hivyo sisi Kambe tunawekwa mahali kwenye giza ambapo hatuelewi tu. Na nikiripotia Swahilipot FM kutoka eneo bunge la Likoni, kaunti ya Mombasa, jina langu ni Samuel Mutethia. Kwa letu la soko Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahilipot FM 91.7. Marhaba.